Hatuna sababu ya kujipendekeza kwa mwanadamu. Sisi tunaona kwamba kujipendekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna fadhila kubwa zaidi kuliko kitu chochote. Kwa hatuhitaji support ya mtu yoyote kwamba tusapoti kimali au kivyeo au kivingine. Tutazungumza maneno haya kwa kuwa ndiyo dini yetu. Tuliwahi kuyasema haya yakatugharimu, lakini sisi hatutajaribu kurudi nyuma. Nakumbuka nyinyi kipindi cha miaka ya nyuma, kiasi cha miaka 10 iliyopita, kuliingia fikra katika nchi zetu hizi, kwa ufupi ni fikra za kigaidi, na hasa iliposimama hizi dola za Daesh na wapi na sehemu nyingine, fikra hizi zikawa zimeenea sana kwa vijana, wakiona kwamba ndiyo dini na watu watoke jihadi. Hawa viongozi makafiri, kamata askari, uwa, chukua silaha, twendeni msituni. Haya mambo yalijiri katika nchi zetu, na kuna watu walidhurika kwa haya. Sisi bila ya kuogopa, kwa sababu hatumuogopi mtu, tulisimama tukasema kwamba hii si maslaki ya sawa, na haya yataudhuru zaidi Uislamu kuliko kuutia nguvu. Madhara yake ni mabaya kwa Uislamu, kwa ustawi wa Uislamu. Tulikemea kwa hoja na dalili. Waliona kitu gani wao? Wao waliona kwamba njia ya kumalizana na sisi ni kutuua. Miaka si mingi tulirushiwa bomu hapo Unguja, Zanzibar. Mimi binafsi nikiwa ni mlengwa, na mwanafunzi wangu akafa pale kwa dhulma na uadui, na waliomuua twawajua. Sisi tulikaa kimya tukasubiri, na sisi damu zilitumwagika, lakini tulisubiri na hatukuogopa, kwa sababu siku ya kufa imepangwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hili au kwa lile. Lakini hatutanyamaza kimya, kwa sababu kuna watu watatudhuru. Tutasema kile ambacho tukiona kwamba hiki ni sahihi kusemwa. Na katika hili pia ukitazama, hao wanaodai haki baada ya sisi kutusibu yaliyotusibu, hakusimama kiongozi yoyote, si mwanasiasa wala kiongozi wa dini, si Mkristo wala Muislamu, kukemea dhulma ile. Kwa sababu sisi ni ng'ombe, sisi ni kuku, sisi ni wanyama, hatuna haki sisi ya kutetewa. Hata ng'ombe pia ana haki zake. Lakini sisi tulifanya subra, na jambo letu tumeliegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Si kwamba hatuwezi kufanya fujo au kufanya kadha, kulipiza visasi, lakini sio katika manhaji yetu sisi. Sisi manhaji yetu ni kuhimiza utulivu na amani na kuifikisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Serikali iliposimamia kutaka kusimamisha haki kwa wale waliofanya matukio kama yale, Waislamu, Wakristo, wanasiasa na wengineo waliingilia kati katika jambo hili, wakitaka wale watu waachiwe, watendewe haki. Haki? Wewe una uhakika kwamba yeye hakufanya? Haki gani unayotafuta wewe? Wewe yule mtu ameuawa pale, ameacha watoto wadogo miaka 12 iliyopita, wewe uliwalea hawa mayatima. Haki gani unayotafuta wewe? Kwa hiyo narudia tena, hatuzungumzi haya kwa kutumika, na wala sisi hatuogopi. Sisi tutasimama kueleza yale tunaona ambayo kwamba haya ni haki, pamoja na kwamba yatatugharimu na yaliwahi kutugharimu, lakini ndiyo njia yetu, hatuna nyingine la kulisema. Sasa jambo la msingi na swali la kujiuliza, hawa wapigania haki, je, wapo kwa ajili ya kuwatetea Waislamu na haki zao? Mara tunaweza tukashangilia kwamba kweli hakuna haki, tutaka amani, lakini hakuna haki. Mimi nawauliza hao walio katika mitandao ya kijamii, na hao wanasiasa, na hao wanaozungumza kwenye madhabahu yao wakidai na kuwaambia watu ipitishwe haki ili amani ipatikane, haki hii mwazungumza kuwatetea Waislamu? Kwani Waislamu si walalamika mara ngapi kuhusu haki zao? Kwa mfano, sote sisi ni Watanzania, mababu zetu walisimamia kupigania uhuru wa nchi hii. Waislamu, ukiangalia orodha ya wapiganiaji uhuru katika nchi hii ni wazee wa Kiislamu kwa 98%. Nchi imepata uhuru,
Mtawala aliyeingia akawa si Muislamu, alikuwa kwa dhahiri anapinga udini na ukabila, lakini waulizeni maswali. Ilipokuja suala la kugawa keki ya taifa na kodi za walalahoi wakiwemo Waislamu, si serikali ilikaa na viongozi wa kanisa wakapitisha mkataba wa kwamba makanisa yapewe fungu kutoka serikalini? Si ndio hiyo memorandum of understanding? Miaka zaidi ya 30 wanachukua gawiwa kutoka serikalini. Waislamu wamelalamikia hili, wapigania haki. Mko wapi? Waislamu hawana haki? Waislamu ni mbuzi katika nchi hii? Waislamu si raia wa daraja la pili. Kwa hiyo mnapozungumza mambo ya haki, hebu kuweni waadilifu. Si kwamba akishaingia mtawala Muislamu tayari mnaanza kuleta chokochoko na maneno mengi na kashfa na kujiona kwamba nyinyi mna haki kuliko wengine. La, sisi Waislamu ni nchi yetu hii, tuna haki nayo. Yale watakayopata wengine na sisi tupate.